Kila jambo ni kumshukuru Mungu, na ni vizuri kuwa katika mapenzi ya Mungu. Na kabla hatujafungua neno la Mungu wala kuzungumuza wala kutamka chochote kile, tuweze kumshukuru kwanza Mungu. Tuombe. Baba Mungu, katika jina lako Yesu Kristo Mfalme, ninasema asante kwa kuwa umenimarisha tena kunipa siku njema kama ya saa hizi ya jioni ya leo. Ni mapenzi yako, si mapenzi yangu. Wacha utukufu wako endelee kuwa pamoja na mimi. Maneno haya nitakuja kuongea katika uwezo wako na ushindi, ionekane kwamba naongozwa na Roho Mtakatifu. Yesu Kristo, ninashukuru kwa yote. Naomba machache uweze kubariki jina la Yesu Kristo Mwokozi, nasema amen. Hii ni habari njema katika kitabu ya Roma 7, tunaanzia sura yake ya 14 tafikisha hadi mstari wa 24. Maandiko yanasema nini? Neno la Mungu liko wazi. Ninafikiri kwamba watu wengi wanafikiria nini kuhusu neno la Mungu? Ni kwa nini watu wametoka neno la Mungu? Wala ni kwa ajili ya nini watu wamepata uregevu kwa neno la Mungu? Au ni kwa ajili ya hawataki tena kusikiliza neno la Mungu? Maandiko yanasema nini? Biblia inatuambia nini? Tukisoma katika kuanzia pale sura ya 14 hadi 24, tutakuja kuona jinsi Biblia inagusa wewe na inagusa na mimi. Jina la Bwana libarikiwe. Utakuja kuona mnamo vigezo vingi sana kulingana na akili ya binadamu, kulingana na mawazo ya binadamu. Lakini kwa haja yoyote yale si kitu kwa Mungu. Unapochukua uamuzi na unaposema kwamba mimi ninahitaji kumtumikia Yesu Kristo katika hali ya ukweli, naye anakulinda na kukuongoza. Basi tusome maandiko. Warumi 7, tuanze sura yake ya 14 hadi 24. Inasema nini? Katika mstari wa 19 na 20 inasema hivi: basi yale ambayo ninataka sio ambayo nafanyayo. Ni kusema yale ambayo umetarajia kuyafanya hayako ndio ambayo unafanya wewe. Jina la Bwana libarikiwe. Na unapochunguza neno la Mungu linasema nini? Ikiwa unataka kufanya mema na unakuja kufuta au kuyafanya yale ambayo umetaka kufanya yawe mema, ni kusema hapo wewe una jambo fulani la kusumbua ndani ya mwili wako, ndani ya akili yako, ndani ya roho yako, na hiyo inaleta mawazo mengi katika hali ya imani. Jina la Bwana libarikiwe. Ukichunguza vizuri wala maandiko matakatifu, neno la Mungu liko wazi. Na neno la Mungu linatuambia nini? Linatuambia kwamba yale ambayo wewe unafikiria kutenda wala kufanya, sasa unakuja kujikuta au kuyafanya, lakini si wewe. Biblia iko wazi, inasema ni nini? Inasema kwamba ni wewe, ni kitu ambacho kinaishi ndani ya moyo wako. Ni kusema ni dhambi ambayo inaishi ndani ya moyo wako, inakusukuma wewe kutenda kile kitu cha mubaya. Jina la Bwana libarikiwe. Basi kwa jioni ya leo, kama vile maandiko yanasema, ni wakati ya kuchunguza moyo wako. Ni wakati ya kuchunguza mimi binafsi moyo wangu, sababu tusiwezi kuchanga ya kibinadamu na ya Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Neno la Mungu linasema nini? Katika kuchunguza haya yote ambayo tunazungumza hapa, linasema tena, wakati mtu anapotenda dhambi, na dhambi ni kitu ambacho kinakaa ndani mwako, ni kile kitu ambacho unafikiria wewe binafsi. Jina la Bwana libarikiwe. Na unapofikiria zaidi na unapokiwaza, hauwezi kutenda dhambi kabla haujatizama. Kwanza macho yanakuonyesha, na kisha moyo wako unagusa, kisha akili inafikiria. Sasa kulingana na hali ya tamaa ya mwili wako, unatenda dhambi yoyote ile. Jina la Bwana libarikiwe. Ni kusema ni kitu ambacho kinakaa ndani ya mwanadamu, ndani ya binadamu, na ukitaka kuking'oa kiwezi kutoka katika
mwili wako au katika nafsi yako au katika roho yako, ni wewe peke yako unachukua uamuzi na kusema mimi nasimama, haya sitayaongeza tena kuyafanya. Na wakati unapowaza machafu, ninajua kwamba Mungu anakwenda kukusimamia na kukwambia usirudie tena. Jina la Bwana libarikiwe. Wengi leo wanasema kwamba wamezama kwa ajili ya jambo fulani au fikara fulani. Wengi leo hawaji kanisani sababu ya mapasta, maevangelisti, sijui ni mahubiri au neno lolote linaweza kutokea katika kanisa. La, si hivyo. Wacha nikwambie kitu kimoja, mtumishi wala rafiki yangu wala Mkristo ambao unapatikana hapa. Neno la Mungu liko wazi. Mungu hata kuuliza sababu lile neno ulilolisikia. Yeye pastor alikuwa kizini, evangelist alikuwa mlevi, yule mwingine akafanya haya. Hayo yote yatakuwa na muda wake, sababu kila mtu kwenye kiti chake, kila mtu ataulizwa kwa yale ambayo umetenda. Jina la Bwana libarikiwe. Na kwa hiyo sasa, kama vile ninavyokuambia, ni vema sasa kupokea nguvu mpya, kupokea ushindi ndani ya Yesu Kristo, kupokea na kubarikiwa. Jina la Bwana lipewe sifa. Na kwa jioni ya leo ninakualika, ukiwa karibu, umekwisha sikia neno la Mungu katika muda wa saizi, unaweza ukasimama na ukatakafari yale juzi jana au mwaka jana, kweli nimetembeaje na Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Sababu Biblia inatuambia nini? Inatuambia kwamba yale ambayo tunayoyafanya ni dhambi, ni kile kitu ambacho tunakifanya lakini haukupenda kukifanya. Inaonekana kwamba ni dhambi ambayo inaishi ndani mwako, ndivyo Biblia inasema. Lakini rafiki, ndugu Mkristo, katika muda wa saizi, katika jioni ya leo, ninasema wewe chukua sasa uamuzi wa kuweza kumtumikia Bwana, ili ukaweze kupewa baraka na kupokea nguvu mpya katika uwezo wa Roho Mtakatifu. Naye yuko pamoja na wewe. Yesu hayuko mbali pamoja na wewe. Huyu Yesu yuko karibu na wewe. Anahitaji tu uache dhambi. Wacha kufikiri vibaya. Macho yako yasikutume kwenye njia chafu. Mwili wako usiutumikishe kinyume na neno la Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Watu wengi wanasema wamedanganywa na dada, wamedanganywa na kaka, wamedanganywa na mali, wamedanganywa na pesa. Fikiria, pesa zako hazina thamani mbele ya Mungu. Wengi walikuwa na pesa, wake wazuri walikuweko tangu zamani. Lakini Biblia inasema nini? Mungu aliadhibu Sodoma na Gomora sababu alituma ujumbe, watu wakaweka shingo zao kwa vyuma. Na leo kwa jioni ya leo ninakuambia, ninakutaarifu ndugu yangu, jioni ya leo, nchi hii ambayo tunaishi katika nchi ya Norway, hakika kuna chakula, tuna maziwa, tuna juice, lakini haitoshi. Jina la Bwana libarikiwe. Haitoshi, sababu anasema kwamba anachotuhitaji sisi ambao tumefika hapa ni kwa ajili ya mipango ya Mungu tuweze kusimama, na wale ambao wameregea wakaweza wakarudia, watoe katika ile mawazo ya kutumikisha miili wala tamaa zao mbovu, wamrudilie Yesu Kristo. Naye yuko karibu pamoja naye, na ataendelea kuwalinda na kuwapa nguvu katika usiku na mchana. Maana ukiwa na yeye ni mwaminifu. Yeye ni mwaminifu. Jina la Bwana libarikiwe. Basi nakwambia rafiki yangu, wewe ambaye umepata muda huu wa jioni ya leo, ni vyema ukaweza ukasogea hapa, sababu Biblia yangu inaniambia mambo mengi. Inaniambia mambo mengi. Ukisoma mstari wa 19 unaona naongelea nini, mstari wa 13 utaona naongelea nini, mpaka 18 19 unaona naongelea nini. Jina la Bwana libarikiwe. Ninasema sasa katika jioni ya leo umekwisha kulishwa neno la Mungu. Umekwisha kusikia ni nini ambacho unahitaji wewe kufanya ili uweze kuwa karibu na Mungu. Sababu Biblia inaniambia kwamba yoyote yule anayebisha kwenye mlango, Yesu Kristo yuko wazi kwa kumpokea. Hata kuhesabiria makosa yako ya jana, hata kuhesabiria dhambi zako ambazo umetenda, hata ulikuwa umeua watu 100. Sababu kitabu kinaniambia nini? Wakati Paul, yule ambaye tunasema Sauli, alipokuwa na karatasi ya kwenda Damaski, kwenda kuchukua watu kwa uawa huko Damaski, Biblia inasema kwamba njiani alipokwenda, Biblia inasema kwamba alianguka kivulivuli.
alipoangua kivulivuli, Biblia inasema kwamba alimaliza siku 3 hali hanywi. Lakini sababu ya jina la Yesu Kristo, alipopokea alimubadilisha, akapokea deliverance. Ninakuomba na wewe ukubali kupokea deliverance. Dhambi zako si kitu mbele ya Mungu. Ninakwambia kwa jioni ya leo, mtumishi wa Mungu, wewe ambaye unaketi katika muda wa saizi kusikiza hii maneno ya Mungu ambaye anakuambia, hiyo ni wazi kabisa. Biblia inaniambia kwamba alisimama baada hapo, akapokea nguvu, akapokea utakaso, na akabadilishwa, akawa ni mhubiri, akawa mtangazaji wa neno. Ndio huyu ambaye ameandika, leo tunamuita ni Paul. Ndio anaandika katika kitabu cha Agano Jipya, ameandika mambo mengi sana, historia nyingi sana. Lakini sababu alipokea, akapokea deliverance. Ni mambo mengi, mifano mingi ya kutosha ya watu ambao walibarikiwa, ambao walitoka kwenye dhambi, ambao Mungu aliwasimamia katika kazi yao. Jina la Bwana lipewe sifa. Basi na wewe si kitu. Usijali kwamba jana nimefanya nini, juzi nimefanya nini. Wengi leo wanakufa na dhambi zao, sababu ulimi ambao wanatumia, ulimi huu ambao tunao ni ulimi mdogo. Sababu amekwisha kusema, sababu amekwisha kutamka, inakuwa ni haya kurudia kumwomba msamaha, kumwambia ndugu, unisamehe nimekukosea, inakuwa ni mzigo mzito kwake. Wacha nikwambie, hakuna kitu kizito kama vile dhambi kwa mwanadamu. Jioni ya leo upokee nguvu mpya, upokee ushindi, ili Bwana aweze kukubariki. Katika jina la Yesu Kristo Mfalme, ninatangaza uwezo na ushindi. Usikubali kubaki na ulimi wa uongo, ulimi wa kuchukiza, ulimi wa siasa, ulimi unakutuma mambo mengi unaweza kuzungumza. Lakini leo ninakwambia, wewe ambaye unatumia ulimi unaweza kudanganya kwenye siasa, kwenye wanawake, kwenye wanaume, kupora mali, kuiba. Inakuomba sasa uje kwa Yesu, upokee nguvu mpya, ulimi mpya. Ulimi wako utoke maneno ya Mungu, utoke maneno mazito, utoke maneno ya kufariji, utoke maneno ya kuhubiri, utoke maneno ya uimbaji, utoke maneno tofauti ya kujenga nafsi za watu ambazo zimekwisha kuporomoka, ambazo zimetoka katika hali ya Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Tunasema asante kwa yote. Wale ambao wamesikia neno la Mungu, Bwana wabariki kwa jioni ya leo. Jina la Bwana libarikiwe. Amen.